Tuna tukio leo muhimu sana ambapo management ya Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo watashiriki kwenye tukio muhimu sana katika historia ya nchi yetu la kutembelea mradi wetu wa reli ya kisasa ya SGR ambayo mnafahamu nchi yetu imewekeza fedha za Watanzania kwa ajili ya kuboresha miundombinu na kuinua uchumi wa nchi yetu. Kwa hiyo ni tukio muhimu sana. Tunawaaga na kuwasindikiza kidogo wenzetu wa wataalamu mbalimbali wa wizara yetu hii muhimu nchini kwenda kujionea kile ambacho kinafanyika field kwenye mradi huu wa SGR, katika muktadha wa kuelewa kwamba nchi yetu iko serious kuwekeza kwenye mambo ambayo wengine wanaita ni vitu, lakini hauwezi kupata maendeleo ya watu bila kuwekeza kwenye vitu. Kwa hiyo mtapita leo, mtaona vitu vizito sana. Mtaona reli yenyewe, na nafikiri kuna maeneo mtapata fursa ya kuigusa, kwa sababu SGR ni kitu unique. Usiseme tu nimetembelea, hata kugusa taaluma hujagusa. Mkaguse taaluma na mpige picha. Lakini mtaona mahandaki, kazi kubwa ambayo inafanyika maalum. Nafikiri nyinyi kipande mtakwenda hapa Ihumwa kwenda mpaka Morogoro. Kwa hiyo ni ziara muhimu sana kwa wizara hii yenye dhamana ya utangazaji, lakini hii pia ndio wizara yenye dhamana ya furaha, utamaduni, sanaa na michezo. Ni utamaduni mpya kwenye nchi yetu kuwa na taifa la wachapakazi. Hii ni wizara inayosisitiza utamaduni mpya katika nchi yetu kuwa na Watanzania wanaojiamini, lakini hii ndio wizara pia inayosisitiza kuwa na Tanzania ya watu wanaopenda mambo mazuri. Sasa mradi wa SGR mnaokwenda kuona leo ni mfano mujarabu kabisa wa mambo mazuri ambayo nchi yetu inayaleta. Sasa sitaongelea sana mambo ya mabeberu na nini wanaochukia huu mradi, au tuwaache kwa leo. Lakini nisisitize tu kwamba huu ni mradi mkubwa sana, sio tu Tanzania bali katika bara la Afrika. Mnaojua ujenzi wa miradi kama ya SGR hii, sijui wataalamu mtanikosoa, kama hatuongozi basi this is one of the biggest project kwa in terms ya length yake, lakini vile vile investment fund ambayo inawekezwa kwenye huu mradi ni kubwa sana, si ndio? Karibu trilioni 7 na ushe tunawekeza. Kwa hiyo ni mradi muhimu sana kwa nchi yetu, lakini ni mradi mkubwa pia katika bara la Afrika. Mimi ni msemaji wa Tanzania, kwa hiyo nikitajataja baadhi ya nchi mnaweza mkaenda Google, mtaona kuna jirani fulani kajenga ka SGR hakatafikia urefu wa reli yetu ambayo tunaendelea kuijenga. Kuna reli nyingine inajengwa au ilishajengwa kusini mwa Afrika, ni maarufu sana, mtaenda Google tu mtaona, lakini haifikii urefu wa hii project. Kwa ni project muhimu sana na ni kubwa. Kama nilivyosema, serikali imewekeza trilioni 7 kwa kipande cha Dar es Salaam Morogoro Makutupora. Lakini juzi tu nafikiri mwezi Agosti tarehe 24 tumetangaza tena ujenzi wa kipande kingine cha Isaka Mwanza au Mwanza Isaka, na tunaomba, nafikiri bado tenda haijafungwa. Kwa hiyo ndugu zangu wanahabari, wajulisheni wa Tanzania na international community, yeyote anayeona ana uwezo aombe, tenda iko wazi, aombe ili tuweze kushiriki kuendelea kutanua miundombinu ya reli. Na niendelee kusisitiza kwamba kwenye huu ujenzi wa reli wala mtu asikupe tashtiti wala asikupe jakamoyo. Ujenzi huu unajengwa kwa uwazi kabisa. Zabuni zinatangazwa kama ambavyo tumesema. Hii ya sasa ambayo iko on ya Isaka Mwanza iko on kwenye tovuti, kwenye magazeti imetangazwa, iko wazi kabisa, anayetaka aombe. Lakini kipande cha Dar es Salaam Morogoro tulitangaza juzi, nimeongea, mmesikia, zaidi ya wataalamu au makampuni 40 au 41, si ndio, walijitokeza. Kipande cha Morogoro kuja hapa Dodoma tulipo Ihumwa kwenda Makutupora ya Dodoma ya Singida, Makutupora ya Singida, zaidi ya au takriban makampuni 36 yalijitokeza. Kwa ni tenda za wazi kabisa. Lakini vile vile msipate tashtiti wakati wowote mtu akisema fedha za mradi hazijulikani zinatoka wapi. Fedha za mradi zinapotoka serikalini tumeainisha kwenye bajeti, tumepeleka bungeni, zimeombewa,
zimetengwa, serikali inatoa kila certificate za wakandarasi zinapokuwa raised. Ukienda kwenye fungu 2005 kwenye Wizara ya Uchukuzi utaona mtiririko wote wa fedha zilizotengwa tangu tuanze ujenzi wa mradi. Lakini hata tulipokopa kuongezea, si ndio, kuongezea ujenzi wa mradi tulisema tumekopa wapi, zile zitakwenda kwenye nini. Kwa hiyo ziara hii ni ziara nyingine ya kuwathibitishia Watanzania na dunia kwamba tupo tayari kukamilisha ujenzi huu, na mimi nasubiri sana treni. Si wenzangu waandishi, mimi naisubiri sana. Kwa wale ambao tulionja kile kipande cha pale Soga, itabidi siku moja sisi waandishi hata management, hii ziara nafikiri ni ya kwanza tumeanza, lakini mimi nataka tukubaliane kwamba lazima tukaonje kile kipande ambacho kiko tayari. Kwa hiyo nitaomba mpange tena ziara nyingine, ikiwezekana mwezi ujao, mwezi wa 10, si tu kwenda kugusa Taruma, lakini tukaonje kipande cha treni kwa eneo ambalo liko wazi, liko tayari. Kuna treni ile kichwa cha mfano na mabehewa ya mfano ya majaribio, tukapande tuone namna ambavyo yajayo yanafurahisha. Mimi nimeshaonja, ndio unaona nina furaha. Yaani miongoni mwa vitu vimeniongezea furaha ni siku nilioonja ile treni ya majaribio. Kwa wale ambao mliwahi kuona ile clip yangu, niliweka chupa ilikuwa ya soda na nikaweka simu juu, vilikuwa vitikisiki. Hiyo ndio Tanzania ijayo. Na tunaposema huu ujenzi wa reli ni kitu, yes, kuna watu wanasema mmejenga vitu, yes, tumejenga kitu, lakini hii reli ya SGR ni kitu kinachokwenda kuleta maendeleo ya watu. Utakapoweza kusafiri kwa saa 3 au dakika 90 Dar es Salaam Morogoro, umepunguza muda mwingi sana wa kupoteza barabarani na kuwahi kwenda kufanya kazi. Tunaitengeneza Tanzania ijayo ambayo mtu utakaa Morogoro unafanya kazi Dar es Salaam. Tunaposema kwenye SGR unaweza ukatumia saa 3 Dar es Salaam Dodoma, maana yake ni kwamba unaweza ukaishi Dodoma ukafanya kazi Dar es Salaam. Ukiondoka saa 11 alfajiri, either way, Dodoma Dar au Dar Dodoma, saa 1:30 saa 2 si huko ushafika kazini. Hiyo ndio Tanzania ijayo, ni maendeleo ya kitu, ni Taruma lakini linaleta maendeleo ya watu kwa muktadha wa kusaidia watu kufika makazini na kwenye shughuli zao kwa wakati. Treni hizi zitapunguza gharama za usafiri. Kwa hiyo mizigo itasafirishwa kwa wakati. Tunatarajia nafikiri kutoka Dar es Salaam mpaka Mwanza haitazidi saa 8. Takriban saa 8. Kwa unaweza ukanunua samaki feri asubuhi, ukaandaa vitunguu Mwanza, na kwenye saa 7:30 saa 8 ukapika ugali kabisa. Ugali ukakaa mezani. Samaki akatoka Dar akafika Mwanza na ukamkaanga faster na ukagonga ugali wako. Fresh kabisa. Hiyo ndio Tanzania ijayo. Kwa tunaposema hii reli ni maendeleo ya vitu, ni kweli kabisa, hawakosei, lakini ni vitu vinavyokwenda kuleta maendeleo ya watu. Sasa hivi kuna bidhaa nyingi zinazalishwa kwa Tanzania ya viwanda ambao tumeijenga. Mkoa wa Pwani una viwanda vingi sana. Kuna bidhaa nyingi zinazalishwa. Badala ya mfuko wa saruji kutumia siku 3 siku 4 kutoka kiwanda cha Dangote Mtwara, sasa hivi utakuwa na uwezo wa kutumia saa chache kufika Mwanza siku hiyo hiyo. Maana yake ni kwamba bei zitashuka, vifaa vya ujenzi, vyakula, na either way Mwanza kuna samaki na mikoa mingine ya kanda ya Ziwa, kuna madini yetu. Kwa hiyo itakuwa ni njia rahisi sana ya kila mwanadamu kupata unafuu kwenye maisha yake. Haya ndio tunasema, wakati mwingine tumesema hapa kazi tu, lakini tuko kazini, lakini mimi nasisitiza kwamba yajayo yanafurahisha. Na ziara ya leo ni kwenda kwa wenzetu hao Wizara ya Habari, wizara muhimu sana, kujionea kwamba ni kweli yanafurahisha. Ndio najua leo hamtafurahi sana, mtengeneze safari ya pili ya kwenda kwenye treni ya majaribio. Pale ndo naamini kabisa hata kama una makunyanzi yataondoka. Kama ndugu yangu na karangi kama kakwangu keusi keusi hivi unafanana na mkaa, utashangaa tu taratibu ka cream kana automatically kanatokea.
Ndio mambo ambayo serikali ya awamu ya 5 imewekeza. Hatuwekezi kwenye kitu kibaki pale kimekaa. Tukijenga zahanati jengo, tutaweka vifaa, utakuja kesho ukiwa mgonjwa utibiwe, upate siha njema, urejee kufanya kazi. Tunawekeza kwenye ndege, ni dude lile libombadia, ni dude lile liboeing, lakini utapanda kutoka Dodoma 1 hour uko Dar es Salaam, unakwenda Manzese, unapiga muogo na kachumbari, unakwenda Kariakoo, unafanya shopping, saa 8 unarudi Dodoma ukiwa na nguo umenunua Kariakoo, unakuja unauza Dodoma, zikiisha ukitaka saa 10 tena jioni unaondoka kwenda Dar. Hiyo ndio Tanzania tunayo ijenga, a connected country na miundombinu. Kwa hiyo niendelee kuwaomba Watanzania washirikiane na serikali, hususan kwenye huu mradi wa reli. Tuendelee kulinda miundombinu yetu vizuri, kwa sababu tunapowekeza miundombinu hii ni gharama kubwa. Nafahamu tumefufua reli ya kaskazini kwenda Tanga mpaka Moshi mpaka Arusha. Tumewekeza kule kwa ajili ya kuwasaidia watu wa kaskazini nao wapate usafiri kwa urahisi. Kwa hiyo SGR tunayoiona leo ni concept ambayo itaenea karibu nchi nzima. Ukisoma kwenye bajeti zetu tumepitisha, bado upembuzi unafanyika kwenye vipande vingi vya nchi yetu vitapelekewa reli. Juzi Mheshimiwa Rais akiwa Kigoma alisisitiza pia kuna kipande pale, si ndio, cha kulinki na watu wa Burundi, lakini upande wa Rwanda pia tutalinki na SGR au ikiwezekana standard yoyote ya kisasa ya reli kwa wakati huo itakayokuwa applicable. Kwa hiyo nchi yetu haiendi tu kuwekeza miundombinu hii kwa ajili ya Watanzania, lakini pia is a strategic positioned economy. Tunakwenda kuwekeza miundombinu hii kuzisaidia nchi nyingine ambazo ziko landlocked, kwa ajili na wao kidogo wapate bashraf, wapate kidogo furaha. Sio Watanzania mna furaha, ukivuka Burundi hawana furaha, ukivuka Kongo hawana furaha. Kwa hiyo SGR pia inaenda kuleta furaha kwa East Africa na furaha kwa wenzetu wa upande mwingine wa bara la Afrika. Hii ndiyo SGR. Kwa hiyo niliona leo nipite, nimesema machache sana, lakini kubwa nimekuja kuwaaga management yangu ya wizara muhimu sana kwenye nchi yetu, wizara ambayo isiposema neno nchi inaugua, wizara ambayo isipotoa burudani nchi inaugua, na wizara ambayo usiposikia Morrison, usiposikia Tuisila Kasinda, usiposikia Mukoko unatetemeka. Hii ndio wizara ya furaha. Kwa hiyo nimekuja kuaga, naomba muwe na furaha huko njiani. Msipite pite mmenuna, hapana. Muwe na furaha mpaka mwisho, lakini nimeahidi hapa kuwaongezea furaha. Hii furaha najua itakuwa nzuri, lakini haitakamilika. Tutarudi tuendelee na kazi kidogo, tupange ile kipande cha pili cha kule kwenye treni ya Mfano.